ndugu Christopher Kabalika, Diona kata Sandali. Karibu sana katika kutoa zawadi kwa mama wenye uhitaji. Karibu sana, ni Ukumbi Nyundo. Kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr, mtandao aleta mabadiliko chanya ulipo Lemachu kwa kushirikiana na taasisi ya Green Kids and Youth Foundation pamoja na wadau wengine wa maendeleo, wameungana kwa pamoja kuwapa mkono wa heri ya sikukuu ya Eid watoto wenye ulemavu takribani 40 pamoja na kikundi cha wajane 12 wa kata ya Kitunda jijini Dar es Salaam. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Wataalamu mbalimbali walioalikwa kwenye hafla hiyo walitoa elimu ya kujikinga na ukatili pamoja na kuatia moyo wa ujasiri makundi haya maalum. Kwa nini tunasema elimu ya maisha ya kawaida kwa watu wenye ulemavu? Tunapozungumzia mtu mwenye ulemavu, tunamzungumzia mtu kama alivyo mtu wa kawaida, kwa sababu naye ana mahitaji kama mtu mwingine, ila ana uspesho kwa upande ule ambao una upungufu. Kwa hiyo katika hali hiyo hapo, mtoto wako anahitaji kujua vitu vingi ambavyo vinahusiana na maisha. Haya maisha yanahitaji kupambaniwa maisha, lakini yanahitaji mtu mwenyewe ajitambue kwa yeye ni nani. Mimi nina ulemavu wa viungo, nina ulemavu wa kutokuona au ni kiziwi. Katika hali hiyo sitakiwi kujinyanyapaa mwenyewe, natakiwa kujitambua na kukubali kweli kwamba imetokea hivyo. Kwa hata sisi wazazi tunatakiwa kutambua kwamba watoto wetu wako namna hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa kupambana. Tunapambanaje? Kwa kufanya kazi za mikono. Hakuna asiyeweza kufanya chochote. Kinachotakiwa ni mtu tu kujitambua na kupenda kufanya kile kitu. Jamii yetu tuna makundi mbalimbali ambayo tunapaswa kuyakumbuka. Kwa hiyo nipongeze shirika kwa kufanya kitu hichi muhimu. Wanaweza kudhani kitu kidogo, lakini kitu kikubwa. Sio jamani? Ni kitu kikubwa na ni sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Hongereni sana. Katika tukio hili la leo, ziko faraja. Inawezekana usione kwa wewe unachofanya, inawezekana usione thamani yake, lakini kwa anayepewa ni kitu kikubwa sana. Ukitaka kuona mfano wa hilo, ndio mfano wa mwezi wa Ramadhani. Watu wote wanafunga. Pale maskini atafunga na tajiri atafunga. Katika funga kuna mafundisho mengi ambayo watu wanapaswa kuyapata, ikiwemo kukaa na njaa. Kama wewe kwa tajiri hujui kukaa na njaa, basi ukifunga utajua njaa inavyouma. Kwa mtu akija kuambia na njaa, utalikopa. Itarudi kumbe njaa. Kwa hiyo hata kuwasaidia jamii nyingine mfano wa hii, maana yake tumefanya tukio la kiimani, na Mungu awabariki watu wote na wadau wote waliotolea kwa moyo wao na nafsi zao katika hili. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Naye afisa wa jamii wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye alikuwa miongoni mwa wageni waliohudhuria hafla hiyo, alikuwa na haya ya kusema. Hapa watoto niliowaona, mheshimiwa mgeni rasmi, ni watoto ambao ndani ya dakika 5 unaweza ukaomba mtu amshike kidogo upate kupumua. Lakini hawa akina mama na wazazi wenzetu kwa ujumla wanalea watoto hawa maisha yao yote, na wako wanawahudumia, na watoto leo tunawaona wakiwa katika afya na furaha ya aina hii. Kwa kweli tunapaswa kuwapongeza na tunatambua kila ambacho wanakifanya kwenye jamii. Wako wengine, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tuna makao ya watoto. Tuna watoto wenye ulemavu ambao wametelekezwa maeneo mbalimbali. Watu wakatoa taarifa huko kuna mtoto ametelekezwa, tukaenda tukamchukua tukawapeleka kwenye makao ya watoto. Wako wanalelewa kwenye makao ya watoto, lakini si kwamba hawana mama, si kwamba hawana baba. Wazazi wapo, lakini wameona changamoto kuwalea, wakaenda kuwatelekeza sehemu. Lakini nimewakumbusha mheshimiwa mgeni rasmi, nikawaambia watoto wenye ulemavu ni zawadi pia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi ambao tunaona kwamba hatuna ulemavu, tumepewa mtihani kupitia watoto hao. Kwa sababu huenda asingekuwa mwenye ulemavu, lakini Mwenyezi Mungu alitaka kunikumbusha kwamba ninaweza kukuumba au ningelikuumba vyovyote ninavyotaka. Tizama, huyu nimemuumba hivi, nawe sijakuumba hivi, basi mimi ni mkuu. Ikiwa ndivyo,
Kumbe sisi tunapaswa kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu anatuagiza, hasa kwa kundi hili la watoto, kuwapenda, kuwajali, kuwathamini, lakini na kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati kwa haya yote ambayo anayafanya, kwa sababu anaonyesha ukuu na utukufu wake. Tunawashukuru sana kina mama hawa na wazazi wenzetu ambao wamekubali kuto kumtelekeza mtoto huyu sehemu, lakini wakakubali kumlea na anaendelea kukua, na tuna imani Mwenyezi Mungu hawezi kuwaacha hivi hivi. Tunawaombea sana, awafanyie wepesi katika maisha yenu, lakini pia awabariki kwenye kazi mnazozifanya ili muendelee kuwahudumia watoto hawa. Usiniache Allah, usiniache peke yangu, na wasubiri viongozi waje wanifute machozi, na wasubiri wenye imani waje wanifariji nyumbani. Usiniache Mungu, usiniache peke yangu, usiniache Allah, usiniache peke yangu. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akizungumza mgeni rasmi katika hafla hiyo iliyofanyika ukumbi wa Idi Nyundo manispaa ya Temeke siku ya tarehe 30 Machi 2025, Mheshimiwa Christopher Mwansasu ambaye ni diwani wa kata ya Sandali alikuwa na haya ya kusema. Hata Mungu anasema leo ndiyo siku muhimu, kwa sababu wewe unalo la kusema na unayo pumzi ambayo inakutia uwezo wa kufanya jambo lolote. Tuendelee kuungana, tuendelee kushirikiana ili tuweze kugusa katika mazingira ambayo yanatugusa. Mimi kama mgeni wenu leo nimefarijika sana. Kile ambacho kidogo kimeandaliwa na Lemachu tukakipokee na kukithamini, lakini tukakiombea kwa Mungu kiendelee kuwa na baraka kwa maisha yetu, kwa sababu waliotoa yawezekana ongeza kutoa sehemu zingine, lakini kwa mimi umenigusa, umetoa Temeke yangu, lakini umetoa kwa watu ambao sisi tunahitaji kuwatolea kila wakati. Leo nimekuwa sehemu ya mkusanyiko huu, naendelea, Mungu ataendelea kushusha baraka kati yetu. Tuendelee kushukuru na kuomba Mungu, tuendelee kuomba dua, kuiombea Lemachu ili endelee kukua na kuandaa mambo makubwa ya kutugusa sisi. Kidogo ambacho tunakipata basi tukakitumie kama faraja ya siku ambazo tuko nazo katika hii sikukuu ya Eid. Na Mungu ataendelea kuwa na sisi, na siku nyingine inshallah Mwenyezi Mungu anaweza akatupa kikubwa kuliko tutakachokipata leo. Yuko vizuri. Sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi Lemachu, mimi kwa niaba ya wamama wajane wa taifa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, tunawashukuru sana kwa upendo na moyo ambao mmekuwa nao kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kututia moyo. Tunajua kwamba changamoto hii Mungu ameipitisha kwetu, lakini nyie mmekuwa mmekuwa sababu au chanzo cha sisi kuwa na moyo. Wakati mwingine tunakuwa na huzuni, tunasema mbona Mungu hili limetupata, lakini kumbe Mungu anaweza akainua tena mwingine yule ambaye hana hii changamoto akakutia moyo. Kwa hiyo kwa kweli Lemachu tunawapenda, tunawashukuru sana, na tunazidi kuwaombea Madam Violet. Kwa kweli amekuwa na moyo na wadau wengine ili waweze kufanya kama ambavyo wamefanya, maana najua kama huyu amefanya hiki, kuna mwingine tena anaweza kaguswa akafanya tena kingine. Kwa hiyo tukajikuta kwamba tunaendelea kupata msaada, tunaendelea kujisikia vizuri. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa Lemachu msaada huu kwa ajili ya kusherehekea sikukuu. Kwa niaba ya mama zangu nasema asanteni sana. Barikiwe. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Na kwa upande wao viongozi wa mtandao waleta mabadiliko chanya ulipo Lemachu waliongea haya kuhusiana na hafla hiyo. Kwa kina mama ambao wanalea watoto wenye mahitaji maalum, sisi tunawapongeza. Kazi hii wanayoifanya ni kazi ngumu,
ambayo inawahitaji uwepo wao muda wote, na wakati mwingine wanashindwa kufanya kazi hata zile za kujiingizia kipato. Kwa hiyo kwa hiki kidogo ambacho tumeweza kuwagusa, ni wito kwa wengine ambao wana uwezo kutoka maeneo mbalimbali, na wenyewe waweze kuwakumbuka watu hawa wana uhitaji maalum, wana mazingira ambayo muda wote yanahitaji uwepo wao. Kwa kweli kwa wale ambao wanajaliwa, basi wasiache kuwagusa. Lengo la kuwepo mahali hapa leo ni kwa ajili ya kuwatia moyo wale wamama wanaotulelea watoto wetu wenye mahitaji maalum. Wale wamama wanafanya kazi kubwa sana ya kulea watoto. Mara nyingi ukimwangalia yule mtoto ambaye wanamlea, wakati mwingine hawezi kufanya biashara, hawezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo kama lete mabadiliko chanya, tunataka kuleta mabadiliko kwa hawa mama. Kwanza kubadilisha kifikra, mabadiliko yao wajitambue kwamba wao pia wanaweza kufanya jambo kubwa, lakini pia kuendelea kuwalinda hawa watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Kwa sababu watoto hawa wamepewa na Mungu na ni haki yao kuwalea. Kwa hiyo kwa kujumuika pamoja na taasisi nyingine ikiwepo Green Kids and Youth Foundation na taasisi nyingine ya Orphan, tumeamua kufanya kitu hiki kwa pamoja, kuunganisha nguvu, kuleta mabadiliko chanya katika wilaya ya Temeke. Kweli tunawashukuru sana kwa zawadi walioitoa hii. Kwa kweli tunawashukuru sana juu ya sana, kwa sababu hatukutegemea, na sio kwamba tumepokea hii zawadi halafu tuende tu tukale tusahau. Hapana, hii ni zawadi ambayo imebakiza kovu moyoni. Kwa kweli Mungu awabariki sana, waendelee pale walipotoa, Mungu akawajazie mara nyingi. Lakini kwa leo hii furaha tuliyokuwa nayo, tuna furaha kubwa sana na tunatoa shukrani zetu za dhati kutoka moyoni, kwani hatukutegemea kabisa kwamba kuna watu wanakaa wanatuwazia kwa siku ya leo kuitwa hapa tupewe chakula tukale na familia zetu. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.